kweli, lakini lazima na ukweli tuseme. Si kwamba Wazanzibari tunabaguliwa katika ajira, lakini ziko ajira hatuzitaki wenyewe, na mimi nitatoa mfano. Leo mimi mtajitolea mwenyewe, mimi na wengine wale wengi, ukiamba kuna ajira hoteli ya mtoto wako wa kike ya waiters, tunasema hoteli kuna vinywaji, hoteli sijui anavalishwa kiminisketi, hatuzitaki wenyewe. Anasema mtoto wangu wa kike mimi sitaki aende. Wenyewe tunazikataa. Wanokuwa hawana mikonayo, wanazichukua, wanatumia fursa hiyo. Tunasema huko sisi Wazanzibari hatupewi. Jamani, ajira zipo na zinapatikana, lakini baadhi ya ajira na sisi wenyewe tunazichagua. Vikosi huko vinapotoa ajira, tunazungumza wazi. Wako watu wanasema kwamba mimi mtoto wangu wa kike kwa kazi ya askari ya kuvaa combat. Kabisa, haya tuyazungumze ukweli huu. Wanakwenda watoto wa kiume wanafanya kazi yake, utasema mtoto wangu wa kike kakaa ndani, lakini kumbe fursa wanakwenda wanaweza kufanya. Watoto wa kike wanapata combat, wanavaa, wanafanya kazi na maisha yanaendelea pale. Kwa hiyo haya tunapotaka kuyazungumza, tusitaki kuikandamiza serikali, lazima tufike time tuseme ukweli. Nimezungumza hapa swala la muungano na nimelizungumza. Mimi nimewahi kukaa Kahama, nimefika Kahama katika harakati zangu za utafutaji. Nimefika Kahama kule kwenye mabonde ya mpunga, nikasema nataka kutafuta mpunga alau wa kuchukua zawadi nyumbani. Mabonde ya mpunga kule, kila duka unokwenda na bonde ya mpunga ni jamaa zetu wa Kizanzibari. Wamejaa kule tele na wanafanya biashara zao bila ubaguzi wowote, kwa mafanikio makubwa. Na ukimwambia mtu bwana, nimekuwekea kipande kule Chenju ukalime mpunga, atakwambia wewe unanichezea, unanifanyia maskhara. Hakubali hata siku moja, kwa sababu mafanikio makubwa wanaoyapata upande huo wa Tanzania. Kwa hiyo hakuna, yani muungano umetuletea mafanikio kwa sababu tumepata jambo la kushabihiana, la kuingiliana, tunaoana, tunafanya biashara, faida mbalimbali. Wao wanakuja, sisi tunakwenda. Hii ni Tanzania moja, na tunasema kama mimi narudia, tutaulinda muungano kwa gharama yoyote. Mheshimiwa Naibu Spika, nimesema wachangiaji wamezungumza mengi. Mimi kwa dakika zangu nilizopewa naomba niishie hapa, lakini naiunga mkono bajeti. Nampongeza waziri kwa bajeti ilikuwa nzuri. Tuiungeni mkono, wende wakafanye kazi. Tunasema tena, muungano tutaulinda kwa gharama yoyote. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante na kushukuru Mheshimiwa Masudi Ahmed Masudi kwa mchango wako. Waheshimiwa wajumbe, naomba niendelee kuwakumbusha wachangiaji ni wengi, na baadhi yenu naomba tu ambao najijua ulileta, basi kama sijakutaja hapa upeleke tu kwa maandishi kama tulivyozungumza juzi. Na sasa waheshimiwa manaibu waziri nao ni wengi wametaka kuchangia. Nitampa nafasi Mheshimiwa naibu waziri Mohamed Sijamini, lakini na naibu waziri Mheshimiwa Zawadi Amor. Baadaye kwa upande wa manaibu waziri tutakuja kumpa Mheshimiwa naibu waziri wa fedha, lakini tutaendelea na waheshimiwa hao. Baadaye tutaenda kwa waheshimiwa mawaziri, nao mawaziri pia ni wengi wametaka kuchangia hoja hii, lakini nitawapa nafasi baadhi yao kwa dakika zile zile ambazo nimezisema. Mwisho tuje tumpe nafasi Mheshimiwa waziri wa fedha na mipango. Kwa hiyo waheshimiwa wajumbe, niwaombe sana, nafasi ya kuchangia kwa maandishi ipo. Kwa hiyo waliokuwa sijawataja basi wapeleke tu kwa maandishi. Mheshimiwa, sasa naomba nimwite Mheshimiwa Mohamed Sijamini afuatiwe na Mheshimiwa Zawadi Amor. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi kwa kuniona